Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nianze kwa kutanguliza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma, kwa kutujalia kukutana leo katika tukio hili tukufu, tukio la baraka na tukio lenye maana kubwa kwa jamii ya Waislamu wa Shinyanga lakini na Tanzania kwa ujumla. Leo ni siku ya faraja, na sio faraja ya maneno, faraja ya vitendo. Kwanza kukutanisha umma huu. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wa hafla hii. Pili, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Naibu Balozi wa Omani Sheikh Rashid bin Mohamed Al-Mengi akimwakilisha balozi, naye tulitegemea awe nasi lakini kutokana na majukumu aliyopangiwa ameshindwa kuwepo. Anatoa salamu nyingi kwa wote, lakini Mheshimiwa Naibu Balozi ameshatoa hizo salamu. Jazakallah khair Naibu Safiri. Ndugu zangu Waislamu, leo tunashuhudia matunda ya malezi mema, matunda na mafunzo ya dini yetu, matunda ya uwekezaji wa wazazi katika watoto wao. Ni somo kubwa. Msikiti huu umejengwa kwa upendo na sadaka, kwa heshima kubwa ya mama yetu ambaye ametangulia mbele za haki, kupitia watoto wake aliowalea kwa maadili, imani na moyo wa kumridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio mafunzo makubwa kwetu sote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, anapofariki mwanadamu hukatika matendo yake isipokuwa mambo matatu: sadaqatul jaria, yani sadaka endelevu, elimu yenye manufaa, na mtoto mwema atakayemwombea dua mzazi wake. Msikiti huu ni sadaka endelevu, ni dua ya vitendo na ushahidi ya kuwa na watoto wema. Hii itatufundisha kuwa kuandaa watoto wetu katika misingi ya imani, tabia njema na heshima kwa wazazi ni jambo kubwa kwetu sote, na Mwenyezi Mungu atusaidie. Huu ni uwekezaji wa akhlaq, ni mirathi ya milele, sio ile mali wanayoachiwa watoto. Wazazi wenzangu, tunapowekeza katika maadili ya watoto wetu tunawajengea thawabu zitakazoendelea hata baada ya sisi kuondoka duniani. Ndugu zangu Waislamu, katika tukio hili tukufu la lenye baraka nyingi na maana ya kipekee kabisa, napenda kwa niaba yangu binafsi na niaba ya Jumuiya ya Istiqama Muslim Community na niaba ya familia ya watoto waliotekeleza jambo hili jema, na mimi mwenyewe nikiwa nahusika, nikiwa miongoni mwa familia, naomba kutoa shukrani za dhati kabisa, pongezi za kutoka moyoni kwa ukunjufu mkubwa kwa mzee wetu, kaka yetu Sheikh Hilal bin Saud Al-Shadani. Shukran jazila kwa kazi kubwa ulioifanya. Hii ni heshima kubwa, juhudi, uangalizi, uaminifu wake kusimamia kukamilika na utekelezaji wa ujenzi wa msikiti huu mtukufu mpaka kukamilika kwake. Leo tumesimama hapa tukiushuhudia uzuri na ukamilifu wa nyumba hii ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndugu yetu huyu ametimiza majukumu yake kwa uadilifu, uaminifu na ikhlas kubwa. Hatuna cha kumlipa. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi, amwongezee afya, amwongezee hekima na busara, na afanye juhudi zake zote kuwa mizani ya thawabu kwake duniani na akhera. Daima tunasema jazatul ihsan ihsani. Hatuna cha kukulipa bali kukuombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie fi dunia wal akhirah. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kuwa hapa katika siku hii ya leo ya furaha tukiwa na afya njema. Kabla ya kutoa shukrani,
nitaomba kidogo nizungumze machache. Yamezungumzwa mengi mazuri yenye manufaa, lakini pia nitayasisitiza kidogo. Kwenye dini yetu tumeambiwa kuna amalatun salihah, na katika hizo kuwa na waladun salihan. Mwenyezi Mungu amejalia mama yetu Bishamsa, Mwenyezi Mungu amrehemu, amweke mahali pema huko aliko. Ameonyesha mfano hapa kwa watoto swalihan ambao leo hii wametukusanyisha hapa kuja kufanya jambo hili jema la kufungua msikiti, pamoja na ndugu yetu Hilali Sud Shidhani. Jambo hili waliofanya hapa ni jambo kubwa na la mfano. Mwenyezi Mungu awalipe kwa haya waliyofanya, na iwe kwao ni kinga ya maovu na kuwajalia afya njema. Naomba kusisitiza hapa tulipo uwe mfano kwa ndugu zetu wengine, kuweza kuwaenzi wazee wao wanapotangulia katika njia ya heri. Chochote watakachokiacha ni vizuri kuwakumbuka huko walipo. Leo hii huko mama yetu alipo, hii sadakatun jaria itamfikia, na tunaamini hivyo katika dini yetu. Kwa hiyo ninaomba ndugu zangu wengine, iwe mfano, tuige mfano huu mzuri ili tuwajalie wazee wetu waliotangulia na wao wawe kwenye mahali pema. Usameheni nitasema labda Kiarabu, ndio hivyo, labda wengine watafahamu inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. المشايخ والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا دعوة من الوالد الشيخ هلال بن سعود الشيذاني بدعوة لافتتاح هذا المسجد، وتحت رعاية الشيخ سيف بن علي الحوسني رئيس جمعية الاستقامة في دار السلام. يسرني ويشرفني نيابة عن سعادة السفير سعود بن هلال الشيذاني وأعضاء السفارة العمانية بدار السلام أن نجتمع اليوم في افتتاح بيت من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد عامرا بذكر الله، قائما برسالته، ومصدر خير ووحدة لأهل الحي والمجتمع، وصدقة جارية لأهلها. الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء هذا المسجد وفي ميزان حسناتهم. وقبل الختام تقبلوا تحيات وسلام سعادة السفير الذي كان يتمنى أن يكون معكم، لولا الظروف الطارئة التي حدثت له في العمل، فيعتذر لكم جميعا ويسلم عليكم سلام كثيرا. Sheikh anasema amepokea wito, yani ombi la kuhudhuria katika hafla hii ya ufunguzi, na Allah amemjalia kuhudhuria, lakini pia vile vile miongoni maneno yake akaomba dua kwamba Allah ajalie msikiti huu huwa ni sababu ya kuleta umoja, mshikamano na kheri nyingi kufanyika katika mji wetu. Mimi nimechukua kwa ufupi miongoni mwa yale aliyo yazungumza. Kusanyiko letu la hapa, mzee wetu anatukumbusha jambo la kisheria kwa kila mmoja wetu, kwamba Muislamu popote pale unapokuwa unatakiwa uwe na mpango wa kusimamia dini, yani yale ambayo umeyakuta wazazi na wazee wetu wamefanya, wewe sasa unajitambua uwe na mpango wa kuyasimamia. Halafu uwe na mpango wa kuendeleza dini, kwamba yale umeyasimamia na wewe unao ya kwako ulioyaongeza. Ndio inaleta maana ya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la aqla katadbir, hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango. Kwa hivyo kila mmoja wetu anatakiwa ajiulize, yeye wakati amepata akili timamu anajitambua alikuta nini, na ajiulize anasimamiaje, na kisha awe na mpango wa kuendeleza kile ambacho amekikuta. Usipofanya hivyo utakuwa kwenye mzigo mkubwa sana, kwa sababu neema uliopewa utakuja kuulizwa uliitumiaje.
Kwa hivyo kila mmoja afanye hivyo, na mzee wetu anatuonyesha kivitendo. Yapo aliyoyakuta, ameyasimamia na yeye anayaendeleza. Kwa hivyo hili ni la kila mmoja wetu kukaa, kulitafakari, kujiuliza mwenyewe. Wazungu wanasema unafanya critical self evaluation. Wewe kwake yeye inaweza isiwe bustani, wanajua tafsiri ya bustani kwake yeye ni nini. Tuwe na mpango wa kusimamia tulichoachiwa kama hivi, na tuwe na mpango wa kuendeleza. Tusiumbishwe na taratibu hizi za kidunia kwamba kila siku nataka kumaximize profit. Kwa hiyo unasema ili fungu la kulipa walimu ili faida inapungua, sasa nakata. Ukikata, tunakumbushwa kwenye sura hii, usije ukapoteza faida na mtaji. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amlipe kheri mzee wetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuhudhuria kwetu leo, tuondoke na hiki mpango wa kusimamia dini, yale uliyoyakuta, na mpango wa kusimamia maendeleo ya dini. Huo ndo wajibu wa kila mmoja wetu, ili jambo tuishi nalo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii misikiti tunaijenga kwa malengo mawili, wengi katika wajenzi. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika lengo moja, lile la pili tuliache. Lakini bado wako wanaojenga kwa ajili ya kubagua watu, kuwatenganisha watu. Sasa hivi watu wamefika mahala wanajenga misikiti hatua 5. Msikiti kazi yake ni kukusanya, sio kufarikisha. Ugomvi mdogo baada ya sulhu, mtu anatafuta kiwanja anajenga msikiti mahala pale, na hutokea vurugu kubwa, yakatokea matatizo makubwa, na misikiti imefika mahala inakuwa yatiman. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kiwanja hichi hapa niliposimama naongea, Allah ufanye msikiti huu ni maawa, ni mafikio, watu wakae hapa wapate ilmu, wapate darasa, watoke mioyo yao imekaa vizuri. Kwanza niipongeze jumuiya ya Istiqama na Ibadhi kwa ujumla kwa namna ambavyo mlielewa hadithi ya Mtume. Watu wa Istiqama mmeielewa hadithi hii kwamba dunia na akhera mzega mzega, kwamba dunia yenu mmeimarisha vizuri na akhera yenu mmeimarisha vizuri. Leo ni fahari kwa nchi yetu ya Tanzania. Takriban mikoa inakwenda kumalizika, kila unapofika msikiti wenye nuru, wenye fahari, wenye ladha ni msikiti wa Jamaatul Ibadhi au Istiqama Tanzania. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda nitumie fursa hii kukupongeza wewe binafsi pamoja na ndugu zetu Waislamu ambao ni wawekezaji wa Tanzania. Nyinyi ni fahari kubwa ya umma wa Kiislamu katika taifa letu la Tanzania. Uwekezaji wenu sio katika dini tu, hata dunia na nchi. Uwekezaji wenu hauishii tu katika kukuza uchumi wa nchi, bali unagusa maisha ya kila siku ya Mtanzania wa kawaida, hususan maskini. Kwa mfano, Mheshimiwa mgeni rasmi, Watanzania walio wengi hutumia sukari ya Mtibwa Sukari na Kagera Sugar. Huu ni uwekezaji wako wewe mgeni rasmi. Katika sekta ya nishati, mfano ndugu zetu Sheikh Badal Seif na Sheikh Rashid Seif kupitia kampuni ya GBP wanahudumia Watanzania kwa uaminifu mkubwa. Wananchi wanatumia petrol, diesel na mafuta ya taa kwa matumizi ya kila siku. Mlielewa hadithi ya Mtume. Kwa niaba ya umma wa Kiislamu tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aibariki Istiqama, awabariki wana Istiqama, awaongezee riziki na aendelee kuwafungulia milango ya neema tele. Pongezi kwa familia ya Mzee Hilali Sudi na wakfu wa Masjid Shamsa. Napenda kutoa pongezi za dhati kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Mwanza kwa familia ya Mzee Hilali Sudi pamoja na marehemu Mzee Hilali Hamdun kwa uamuzi wa busara na wa kihistoria wa kujenga Masjid Shamsa. Hili ni jambo kubwa lenye thawabu endelevu, wakfu, faida kwa jamii na mchango wa kudumu kwa Uislamu. Tuliahidi msikiti eneo hili na tumejenga na tumemaliza na leo ufunguzi. Sasa karibuni tunajenga madarasa ambayo yatafata kama tulivyozungumza mwanzoni,
madarasa kina mama na watoto. Nitoe shukrani za dhati kwa ndugu zangu wote waliohudhuria, waliotoka mbali, kwamba wazazi tujitahidi katika kushukuru neema ni pamoja na kuwajenga vijana katika maadili. Tija ya maadili mema kwa vijana wetu ndio kama hivyo, unaona vijana wajikusanya katika familia, wamejichanga wanachokipata na kujenga msikiti wakfu kwa ajili ya marehemu mzazi wao. Hii ni kwa sababu ya maadili bora, malezi na mafundisho bora ya familia. Swala la maadili hilo sasa ndio mahala pake, kwa sababu hiki kizazi cha sasa hivi wanachoita kizazi cha 2000 cha miaka 2000 ndio imekuwa ni mtihani. Kwa sababu gani? Wale watoto au wale vijana wanapokuwa wamezaliwa ukawatelekeza, ukawaacha hivyo hivyo wakakua kwa namna ambavyo wanavyotaka wao, matokeo yake wanakuja kujiingiza katika masuala ya hovyo kabisa ambayo hayampendezeshi Mwenyezi Mungu. Mfano, unaweza kuwa umepata mtoto ukaacha kumfundisha maadili mazuri, wallahi utakapokufa, kabla hata hujazikwa, watu wanaanza kugombania mali zako, watu wanaanza kugombania kimala hiki, na utakapokufa basi hakuna ambaye atakayekuja kukukumbuka, kukufanyia dua ama kukufanyia amali yote ambayo itakusaidia utakapokuwa kaburini.